Lakini nikupongeze Kamanda TAKUKURU, kazi yako inaonekana, umetusaidia sana kwenye miradi, na kubwa wanasema kuzuia ni bora kuliko kutibu. Umezuia sana na umeokoa sana fedha za serikali, na kama tukikupa ruksa ya kusema, basi unayo maua yako wewe na timu yako yote katika ngazi zote, na tunasema mapambano lazima yaendelee. Tunapokutana hapa, nikawa nasoma neno warsha, nikawa najaribu kujiuliza, tumezoea mkutano, semina, warsha ni maneno ambayo tunaishi nayo na tunayatumia siku zote, lakini nikawa nataka kutambua kwenye warsha ni nini au inatofautisha nini na mikutano mingine. Nikabahatika kupata mambo mawili. La kwanza ni ushirikishaji, lakini la pili ni ushiriki kwa vitendo wa waalikwa au washiriki. Kwa hiyo ndugu zangu, tunalo jukumu kubwa leo kushiriki kikamilifu katika kubadilishana elimu na uzoefu, ili tunapotoka hapa tuende kuwa na jeshi kubwa linaloenda kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa katika mkoa wetu. Mkoa wetu kama mikoa mingine Tanzania imeendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na sasa tunayo ya 25 na 30. Lakini tumeendelea kutekeleza mipango mbalimbali ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na katika kutekeleza mipango hiyo, basi tumekuwa na shughuli nyingi sana za miradi katika maeneo mbalimbali. Na sote tumeona ni namna gani serikali yetu imeendelea kutoa fedha nyingi katika mkoa wetu wa Singida ili kusukuma mbele shughuli za maendeleo. Nilikuwa nasoma taarifa, unajikuta takriban kila mwaka tumekuwa tukiongezewa fedha kwenye budget. Tukianza 2021 tulikuwa na wastani wa bilioni 180 kama budget ya mkoa kwa mwaka, lakini sasa tunaelekea kwenye bilioni 300. Si fedha ndogo, ni fedha nyingi, na shughuli zake zitakuwa nyingi, na kila mmoja wetu ana wajibu kuhakikisha kwamba shughuli hizo zinasimamiwa vema. Na katika mapokezi ya fedha hizo, takribani asilimia kati ya 40 na 60 zinaenda kutekeleza miradi au programu mbalimbali za maendeleo katika sekta ya miundombinu, afya, elimu, maji, umeme, kilimo, mifugo, uvuvi na kadhalika. Hatutatenda haki kama hatutasema bila kumung'unya maneno na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali anayoiongoza ya awamu ya 6. Mheshimiwa Rais ametupigania katika mambo mengi. Tunaposema fedha zinakuja nyingi, miradi inakuja mingi, ni pamoja na maono yake binafsi. Sote tumeona utekelezaji wa miradi mikubwa katika taifa letu ambayo inaenda kukwamua changamoto ambazo na sisi huku Singida zilikuwa zinatuathiri. Lakini sote tumeona ni namna gani serikali inatafuta fedha na kuhakikisha kwamba bajeti zetu zinatekelezeka na zinatekelezeka kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sisi tunampongeza kwa sauti iliyokuwa kubwa, lakini tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu tuendelee kuchota busara zake, tuendelee kupata raha ya kulelewa na mama. Tunasema mama wa taifa hili. Kuna wakati mwingine watu wanapata ukakasi, lakini Dr. Samia ni mwanamke, ni mama, na sisi kwa utamaduni zetu mtu ambaye unalingana rika naye lakini wa jinsia ya kike tunamuita dada, lakini mtu ambaye amekuzidi wewe kwa umri wako, uwe mwanamke uwe mwanaume, anafanana na mama yako, tunamuita nani? Mama. Kwa hiyo sio makosa, huyu ni mama, lakini ni mama bora sana. Kwa hiyo sisi tunampongeza, tunamtakia heri, na tutamuunga mkono kutokea huku Singida kwamba zile ndoto zake kubwa na sisi tunazitekeleza kwa vitendo, tena kwa kasi kubwa, ili na sisi tuwe vinara. Alitangaza atatushindanisha katika mikoa, na sisi tumesema mkoa wetu wa Singida tumekubaliana kwa pamoja kupindua meza. Tunaitafuta namba 1 ya utekelezaji wa mipango ya serikali. Kwa hiyo kila mtu pale alipo ajue anatafuta namba 1.
tushirikiane. Wakisema mapambano dhidi ya rushwa, nani wamefanya vizuri? Mkoa wa Singida. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo na program, nani amefanya vizuri? Mkoa wa Singida. Si ndio jamani? Lakini lazima tutambue, kupitia mama wa taifa tumempata kiongozi msimamizi wa shughuli zote za serikali katika nchi yetu, sio mwingine, ni Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa yeye anapokuwa kiranja mkuu wa shughuli za serikali, lazima nyumbani tufanye vizuri zaidi ili apate nguvu ya kwenda kusimamia mikoa mingine. Kwa hiyo ukija hapa Singida usikae kimchezo mchezo. Ukija hapa Singida ujue una jukumu kubwa katika kiti hicho ulichopewa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu sote tunaamini kila aliye kiongozi kuna mkono wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunamuunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kufanya vizuri zaidi kuliko maeneo mengine. Wapo waliotutangulia, tena wametutangulia kwa mengi na siku ni nyingi, lakini kuwa wa mwisho mimi nasemaga sio issue. Issue ni wewe kuendelea kuwa wa mwisho. Kwa tubadilishe fikra, tubadilishe mitazamo, tubadilike katika utendaji wa shughuli zetu, na mwenzetu wa TAKUKURU leo ameanza kutuongoza ili tuweze kwenda vizuri. Kwa hiyo mimi niseme niwashukuru sana, na tuko pamoja, na siku zote nakuja nafungua naondoka, lakini leo tuko pamoja mwanzo hadi mwisho, kwa sababu hata na mimi nahitaji kuimarika vizuri ili niwaongoze vema. Singida oye! Singida safi! Baada ya maneno haya, ninaomba sasa nitamke kwa heshima na taadhima kwamba warsha hii ya Wanasingida viongozi iliyoandaliwa na TAKUKURU mkoa wa Singida nimeifungua rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zetu wa TAKUKURU, lakini Mwenyezi Mungu aibariki Singida na Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.